Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mwendelezo wetu wa kuzizungumzia elementi 4 za uhai wa mwanadamu na faida ya tiba ya hijama, katika kuziweka sawa hizo elementi 4, tulitaja elementi ya kwanza katika somo letu la kwanza, elementi ya moto kwa maana ya umeme, kwa maana ya nishati, kwa maana ya joto. Lakini tukataja elementi ya pili ambayo ni damu kwa maana ya oxygen, na leo tutahitaja elementi ya tatu ambayo ni udongo au ardhi. Katika mwili wa binadamu kama tunavyojua ameumbwa kutokana na udongo, kwa maana ameumbwa kutokana na ardhi. Kwa hiyo mwanadamu yeye ni ardhi kwa maana ni udongo. Na tunaposema udongo, nini maana yake? Hili jumba la mwili lote hili ambalo mpaka ona kuwa mwanadamu kamili limebebwa na huo udongo, ambapo udongo huu inawakilisha vitu vifuatavyo. Kwanza, inawakilisha mwili wenyewe kama mwili. Huu mwili wenyewe ni udongo. Lakini pili, inawakilisha mifupa kwa maana mifupa yenyewe pia ni udongo. Lakini tatu, misuli kwa maana misuli yenyewe pia ni udongo. Lakini 4, ustahimilivu, lile tendo la mtu kustahimili hali ya joto, hali ya baridi. Kuna nyakati kunakuwa na joto kali sana, lakini kila mmoja anahimili ile hali ya joto. Lakini kuna wakati kunakuwa kuna baridi kali sana, lakini mwanadamu anahimili ule ukali wa baridi. Haya yote yanasababishwa na huu udongo, ambapo ni ili fuvu lako ama mwili lako lote kwa ujumla. Sasa ndani ya huu mwili ambao udongo umebeba ndani yake mwili kama ulivyo body, lakini ndani yake kumebeba mifupa, lakini pia ndani yake imebeba misuli mikubwa na midogo, lakini pia imebeba ustahimilivu. Utashangaa mwana michezo kama mieleka au mcheza mpira anaruka na kuka, lakini bado anainuka anaendelea kucheza. Ile ni hali inayotokana na ustahimilivu kutokana na hali ya dongo la mwili wa mwanadamu. Na tunapozungumzia udongo katika elementi ya tatu, kwamba binadamu yeye ni udongo, binadamu yeye ni ardhi, maana yake kwamba endapo dongo lake halipo katika uwiano ulio sawa, kama dongo la binadamu halipo katika uwiano sawa, moja katika madhara ambayo anaweza kuyapata, anaweza kupata athari ya kinga zake kushuka. Kwa maana hili dongo likaathirika, kwa mfano likavamiwa na virusi mbalimbali, likavamiwa na sumu mbalimbali, inaweza ikaathiri mfumo wa kinga. Lakini pia huleta udhaifu. Kama hili dongo likaathirika ama likatoka katika ule uwiano uliokuwa sawa, huleta udhaifu kwa maana mwili kukosa nguvu. Chukulia mfano mtu mwenye matatizo kama ya figo, moja katika athari anazozipata, anapata athari za kukosa nguvu. Au mtu mwenye matatizo ya moyo anakosa nguvu, hawezi kukimbia, hawezi kufanya mazoezi ambayo atafanya moyo uende mbio. Lakini pia chukulia mfano mwenye matatizo kama ya ini, utakuta anashindwa kupumua vizuri, lakini pia anashindwa kufanya harakati mbalimbali. Kwa sababu gani? Dongo lake limeondoka katika uwiano ulio sawa, kwa maana kuna viungo ndani ya dongo lake vimepata matatizo, inapelekea udhaifu wa mwili. Lakini pia huzuni, kwa maana stress inaweza kusababisha mtu kupata hali ya stress. Hasa kwa nini tiba ya hijama inaweza kusaidia kuliweka dongo la binadamu kuwa sawa? Kuna watu wana matatizo ya misuli, kama tulivyosema, misuli ni udongo, ni dongo la binadamu. Mifupa ni dongo la binadamu. Mtu anaweza kaa anaumwa na mifupa. Tiba ya hijama, kwa kuwa inakwenda kufanya utabibu kwenye mishipa mikubwa na midogo, inakwenda kufanya tiba kwa maana kusababisha mifupa ipate mzunguko mzuri wa damu. Basi kupitia tiba ya hijama tunaweza kulisawisha umbo la mwanadamu likarudi katika uwiano ulio sawa.
ukakuta dongo lake likarudi katika hali iliyokuwa sawa, akaondokana na maumivu ya mifupa, akaondokana na maumivu ya misuli, akaondokana na maumivu ya mwili kwa ujumla, kwa hali ya udhaifu, huzuni, kwa maana msongo wa mawazo ukaondoka, lakini pia kwenda kuimarisha kinga yake na hatimaye kumfanya mwanadamu kuwa katika afya nzuri. Kwa binadamu pia ameumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo udongo kwa maana ni moja kati ya elementi ambayo inapatikana katika mwili wa mwanadamu, na kama vile hata wasomi wetu mashekhe wanavyotufundisha na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kwamba kutokana na udongo mmeumbwa na kwa huo udongo mtarejeshwa, na kutokana na huo udongo tena mtakuja mtafufuliwa, kwa kuonyesha kwamba mwili wetu sisi ni dongo, na kama ni dongo lazima liwe katika uwiano ulio sawa, na uwiano sio kwa sawa unaweza kusababisha kushuka kinga, inaweza kusababisha udhaifu wa mwili, lakini pia inaweza kusababisha huzuni kwa maana stress, msongo wa mawazo, na hatimaye kulifikishia dongo iliyokaa katika hali ya udhaifu na afya mbovu na mpaka kupelekea kifo. Kwa hiyo tiba ya hijama kwa kuwa inahusika kwenye kutibu misuli na mishipa na mifupa, inakwenda moja kwa moja kuliweka sawa dongo la binadamu na kuja kuwa katika afya nzuri. Kwa ndo maana tunasema kwa kinywa kipana, kupitia tiba ya hijama tunaweza kulisawilisha elementi ya udongo, kwa maana katika mwili wa binadamu vitu kama vile ini, figo, vitu kama vile moyo, lakini pia na viungo vingine kama bandama, utumbo mkubwa, utumbo mdogo, hivi vyote, mfuko wa chakula, tunaweza tukaviweka sawa kupitia tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika element ya tatu ni hiyo element ya udongo. Tumetaja element ya kwanza ni moto, element ya pili ya uhai ni damu, element ya tatu udongo. Inshallah katika somo letu la 4 tutakuja kueleza elementi ya 4 na ni ipi hiyo na faida zake ni zipi na vipi hijama inasaidia kwenye kuweka sawa katika uwiano wa hizi elementi zote 4. Kufikia hapa sina la ziada, na mimi mkurugenzi wako wa Kamna Hijama Clinic Center, Dr. Umar Maalim Kamna kutoka Kamna Hijama Clinic Center, ambayo clinic hii inapatikana hapa Chanika, lakini pia branch yetu nyingine ambayo ipo Masasi mjini pale. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa ajili ya kupata huduma za tiba ya hijama, lakini pia kuja kufuata mafunzo yanayoendeshwa na Kamna Hijama Training Academy chini ya usimamizi wa Kamna Hijama Clinic Center, lakini sambamba na kupata huduma za matibabu za viwango bora na katika mazingira safi na salama. Namba zetu za mawasiliano 0717519111 au 0764706448. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.